Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba ikiwa Saudi Arabia inataka nyuklia lazima ishirikiane na Israel, kwa maana ijiunge katika mkataba wa Abraham Accord. Rais wa Marekani amesema kuwa kuidhinishwa kwa mkataba unaopendekezwa wa nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya Marekani na Saudi Arabia kutategemea iwapo Saudia itajiunga na makubaliano ya Abraham Accord. Katika ujumbe aliochapisha katika mtandao wa Truth Social, Trump amesema mkataba huo unahusu ushirikiano wa nyuklia kwa matumizi ya kiraia kupitia Wizara ya Nishati ya Marekani na Saudi Arabia. Hata hivyo, amesisitiza kuwa hautahusisha urutubishaji wa nyenzo za nyuklia na kwa matumizi yasiyokuwa ya kijeshi pekee. Alieleza kuwa makubaliano hayo yanafanana na yale ambayo tayari Iran, Falme za Kiarabu, UAE na mataifa mengine yametia saini. Rais huyo wa Marekani amesema mkataba huo utaidhinishwa, lakini kwa sharti kwamba Saudia lazima ijiunge na makubaliano ya Abraham Accord ambayo aliutaja kuwa wa heshima kubwa na wenye mafanikio. Mkataba wa Abraham Accord unayataka mataifa Mashariki ya Kati kuwa na ushirika wa kiuchumi na kidiplomasia na Israel. Ni mkataba ambao baadhi ya mataifa katika Mashariki ya Kati tayari yamesaini. Umoja wa Falme za Kiarabu ni moja kati ya mataifa ambayo tayari yamesaini mkataba huo. Mwanamfalme Mohammed bin Salman anaonekana mzito katika kutaka kusaini mkataba huo kutokana na kutoelewana Israel, na yote hayo ni kutokana na hali ya namna ambavyo Israel imekuwa ikiwashambulia wa Palestina. Ikumbukwe kwamba Saudi Arabia ni moja kati ya mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu na ni moja kati ya mataifa ambayo yanajiona kuwatetea wa Palestina, na hivyo imeingia mgogoro na Israel, na mwanamfalme Mohammed bin Salman aliyeapa kwamba hatoweza kuwa na ushirika na Israel endapo itaendeleza mashambulizi dhidi ya ukanda wa Gaza. Lakini pia namna ambavyo Israel imeendeleza mashambulizi hayo ndivyo uhasama kati ya Israel na Saudia ulivyozidi kuongezeka. Trump amesisitiza kwa mara nyingine kwamba Marekani haipingi matumizi ya nyuklia kwa shughuli za kiraia kwa Saudia, mradi zisihusishe matumizi ya nyuklia katika masuala ya kijeshi, anasema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Hata hivyo, Marekani na Saudia zimekubaliana juu ya makubaliano muhimu ya nyuklia. Marekani na Saudia zimesaini makubaliano muhimu ambayo yataruhusu ufalme wa Ghuba kuunda mpango wa nyuklia wa kiraia. Mkataba huo unaelezwa kuwa ni wa makubaliano ya ushirikiano wa amani katika masuala ya nyuklia ambayo yatatoa fursa kubwa kwa kampuni za Marekani kushiriki katika mpango wa nishati wa nyuklia wa Saudi Arabia, kulingana na idara ya nishati ya Marekani. Lakini mkataba huo lazima uhusishe ya kusaini mkataba wa Abraham. Hadi sasa bado haijaelezwa wazi ikiwa Saudi Arabia imeshasaini mkataba wa Abraham, kwa maana kukubali kushirikiana na Israel. Mkataba huu hauko wazi kwa umma pia, lakini vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba unaweza kuruhusu Saudi Arabia kurutubisha madini ya urani katika siku zijazo. Urani hiyo inaweza kutumika kuzalisha umeme, lakini pia inaweza kutumika kutengeneza mabomu ya nyuklia. Wataalamu wanasema hatua hiyo itakuwa ya kwanza kwa Marekani na inaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa silaha za nyuklia katika eneo ambalo tayari lina changamoto za ukosefu wa utulivu. Idara ya nishati ya Marekani ilisema kwamba makubaliano ya pande hizo mbili ni hatua ya ulinzi na usalama yalisainiwa pamoja na mkataba huo wa ushirikiano. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.